Ripoti ya Mtanange TV kutoka katika uwanja wa KMC Complex. Kubwa zaidi ni ligi kuu soka Tanzania bara, mnyama Simba akiondoka na ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Pamba Jiji FC. Tuko na mchambuzi Yusufu hapa aweze kutuambia tathmini yake namna ambavyo amezitazama dakika zote 90 za mchezo. Yusufu, mambo vipi? Mambo yanaenda vizuri, namshukuru Mungu. Fresh kabisa. Niko vizuri. Dakika 90 tumezishuhudia hapa KMC Complex, mnyama Simba kiboro chake cha 3 anakula vizuri kabisa, mabao 5-1. Tathmini yako, tumeshuhudia mchezo wa aina gani kiufundi? Nafikiri kwangu mimi ulikuwa ni mchezo mzuri kwa sababu ukitazama kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho Simba aliendelea kudominate mpira na ni kulingana na madaraja ya wachezaji ambao yuko nao. Of course teams zimekuwa shindani sana, ukitazama namna ambavyo zimekuwa zikitoa ushindani wa kutosha. Hata kwenye mechi zake mbili za mwisho ambazo amecheza tuliona namna ambavyo alipata ugumu halisi wa kile ambacho kipo kwenye ligi yetu. Lakini kwenye mchezo wa leo anaanza na idadi kubwa ya wale key players ambao wamekuwa kianza. So kunategemea kuna urahisi ambao Simba ataupata kulingana na madaraja, kwa maana ubora mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wanaweza akawa naishi kwenye mbinu za mwalimu na utekelezaji majukumu ndani ya uwanja. Wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Kitu kizuri ni namna ambavyo walikuwa active ama walikuwa bora sana pale ambapo wanafunga safari kuelekea kwenye lango la timu pinzani, kitu ambacho kimekwenda kuwanufaisha. Nafikiri kwa hivi sasa Fadhu ukimtazama unaweza ukaona mjaji kama miongoni mwa makocha ambao wamekuja kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye klabu ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu imepitia wakati mgumu kwa hivi karibuni. Misimu mitatu inakosa ubingwa, lakini tazama kwa aina ya wachezaji ambao uko nao na kile ambacho uko nacho hadi hivi sasa, unaweza ukawa unaashumu kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya Simba hii na ile Simba ambayo imepita kwa hivi karibuni. So to me ni wapongeze wachezaji wa Pamba Jiji, walijaribu kutaka kuthibitisha kuwa wana wachezaji wazuri, wataka kuthibitisha kwamba tunaweza kupishana na nyinyi na tukapata kitu, lakini Simba waliendelea kuwa bora, na kutokana na ubora ambao walikuwa nao waliwafanya muda mwingi kwa maana wacheze kwenye eneo lao, kwa maana kutokana na ule ushapu na ubora wa Simba kwenye namna ya kutengeneza nafasi, ilibidi muda mwingi Pamba Jiji yeye aweze kuwa anazuia, kitu ambacho sasa ndio kilikuwa kinamrahisishia Simba kazi, kwa sababu unavokuwa unacheza na mpinzani ambaye anazuia, unamwangalia kwenye mazingira mawili. Mazingira ya kwanza ni namna gani ambavyo unaweza ukawa unatumia zile nafasi ambazo, kwa maana ile mianya ambayo anaiacha wazi kuweza kupitisha mipira. Lakini kitu ambacho unapaswa ukiangalia pia ni pale ambapo mpinzani wako anapata mpira, kitu gani ambacho anakifanya. Simba walifanikiwa kuanzia dakika ya kwanza, kipindi cha kwanza wakaweza kufanikiwa, lakini wakuja kipindi cha pili of course waliendelea kuwa bora, lakini kwa dakika za kama 80 hivi unaona ni kama walijisahau majukumu yao kaweza kuruhusu bao. Kwa hiyo Simba walikuwa na wakati mzuri na ndio maana wameweza kufanikiwa kushinda idadi kubwa ya mabao, lakini Pamba Jiji walikuwa na nyakati nzuri, lakini Simba walikuwa bora zaidi. Umezungumzia kikosi ambacho kimeanza leo, key players wengi wamewekwa. Tumeshuhudia michezo miwili ambayo imepita ya kiporo, Simba wamekuwa wakistruggle sana kutokana na rotation ya kikosi. Hiyo ina maana ni kwamba Simba imekosa kikosi kipana ambacho kinampa machaguo kocha Fadlu Davis. Itoka awali kwenye mechi ya Simba ambao amecheza hapa KMC mechi yake iliyopita kabla ya kucheza na Tabora. Yes, ilikuwa ni Tabora. Walistruggle sana kupata matokeo. Okay, ni mechi ambayo ilikuwa bora sana, lakini nimekuwa nikizungumza kwamba Simba mbali na kuwa na wakati mzuri kwenye michuano ya kimataifa, mbali na kuwa inashinda mechi zake, lakini bado inakosa wachezaji ambao wana uwiano sawa wa kiushindani. Kwa maana unatazama wachezaji kama kina Jean Charles Ahoua, ukimtoa Jean Charles Ahoua kwenye eneo la namba 10, maana yake mbadala wake zaidi ni Aweso Ali Aweso. Of course ni mchezaji mzuri, lakini bado hawezi akawa nakupa hata nusu ya kile ambacho Jean Charles Ahoua anakitoa. Unakuja kwenye eneo la Musa Pinpin Kamara, of course ni eneo ambalo limekuwa ni ngumu sana kuweza kufanywa mabadiliko, kwa sababu ya tunaamini kama goalkeeper yuko fiti na anakupa kiwango kizuri na mfululizo wa matukio kwenye kila mchezo, basi usio unambadilisha, kwa sababu unaweza ukawa unampotezea direction. Lakini unakuja kwenye eneo mfano kwenye mabeki wa pembeni, kwa maana Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, ukitazama kwenye hilo eneo kiwatoa wachezaji ambao wanaweza kuwa wanachukua nafasi zao, yuko Duchu, lakini yuko Kelvin Kijili, uone
kama wanaweza wakawa na uwiano mzuri baina ya wale ambao wanaanza na hao ambao wanaanzia benchi. Kwa hiyo nilizungumza kwamba Simba ina wachezaji wazuri ambao wanajua kucheza na nyakati na inacheza kwenye mpira wa objective football, kwa maana mpira wa malengo. Hatuna wachezaji wazuri kwa kiasi kikubwa, hatuna wachezaji ambao wana uwiano wa kufanana, lakini bado tunaweza tukatumia madaraja ya wachezaji tulionao kuweza kunufaika na kile ambacho tunakihitaji. Na ndio maana tazama kwenye mechi nyingi za Simba, of course hata akifanya rotation anaweza akawa asikupe idadi kubwa ya mabao, asikupe kiwango kizuri, lakini akaishinda mechi. Maana yake ni namna ambavyo Fadlu Davis ameitengeneza timu yake. Sitakuwa na machaguo mengi wachezaji, lakini bado katika wachezaji nilionao naweza nikawa nawatumia kunipa kitu muhimu, kwa sababu mwisho wa msimu tu tuangalia ni timu gani ambayo ilikuwa na performance nzuri, tuangalia timu gani ambayo ilikuwa na wachezaji wazuri, tutaangalia nini ambacho uko nacho katika kile ambacho ulikuwa unakigombania. Una kombe, yes. Una baadhi ya tuzo kulingana na madaraja ya wachezaji ambao ulikuwa nao, yes. Kwa hiyo tutaangalia ulifanikiwa kwenye ngo ipi. Je, ulifanikiwa nje ya uwanja na ndani ya pitch ukafeli? Hiyo ni juu yako, lakini tunachohitaji ni alama 3. Ndio maana Fadlu Davis ameendelea kuwa kocha imara kwenye kila mchezo, anakupa uwiano mzuri, na ndio kocha pekee ambaye hadi hivi sasa amepoteza mchezo mmoja. Yusuf, tumzungumzie Jean Charles Ahoua ambaye leo amekuwa man of the match, ameingia kambani mara 3, hat-trick ikihusika leo kwenye mchezo. Lakini kubwa zaidi ni mchezaji ambaye wengi wako wakimzungumzia kwamba mchezaji ambaye ni wa matukio tu, lakini bado akikosekana kwenye kikosi cha Simba pengo lake linaonekana. Yes. Tumzungumzie kidogo na performance yake ya leo pamoja na hat-trick ambayo ameionyesha leo. Kwangu mimi sitakaa nikaukosea mpira kwa kusema Jean Charles Ahoua ni mchezaji mbaya. Sitakaa nikaikosea kazi ya kile ambacho Jean Charles Ahoua anakifanya. Ni kitu ambacho kimewashinda wachezaji wengi sana. Of course wale ambao wanatamani kumuona Jean Charles Ahoua akifanya vile ambavyo wanatamani kuviona si watu ambao wanatumia common sense ya football. Nikisema common sense inamaanisha ile akili ya ujuzi wa kujua mpira. Kitu gani muhimu ambacho mchezaji anapaswa kufanya na kipi ambacho hapaswi kukifanya. Mchezaji tutamjaji kwenye numbers. Tukija kwenye aina ya namba 10 hadi hivi sasa ambao wana nyakati nzuri kwenye ligi yetu, yuko Jean Charles Ahoua. Yes, Jean Charles Ahoua, yuko Faisal Salum Feitoto na wengine ndo wanafuata. Sasa kama ni mchezaji mbaya, why tukija kwenye namba bado anahukumu hao wachezaji ambao unaamini ni bora? Shida iliyopo ni kwamba watu wanataka kumfananisha Jean Charles Ahoua na Clatous Chota Chama. Wanatamani kuona namna ambavyo Chama amekuwa akicheza ama alivyokuwa akicheza kipindi ambacho alikuwa Simba, ndivyo ambavyo Jean Charles Ahoua anapaswa kuwa. Lakini kitu ambacho kinamnufaisha Jean Charles Ahoua akupi mambo mengi, lakini anachokifanya ni kuhukumu makosa ya timu pinzani, kuhukumu makosa ya wachezaji ambao wanatokea kwa wakati huo. Na ndio maana hadi hivi sasa ukija anaongoza kwa mabao. Je, kwa namna ambavyo unajua mpira ama kikawaida, kwa muda ambao Jean Charles Ahoua amekaa kwenye kikosi cha Simba, alipaswa kuwa na hizi namba ambazo uko nazo hivi sasa? Maana yake jibu ni hapana, kwa sababu hizi ni jitihada zake binafsi. Kwa nini ni hapana? Kwa sababu kwa muda ambao amekaa, huwa tunaamini mchezaji yote anapobadilisha mazingira huwa anahitaji muda wa kuweza kuadapt mazingira, lakini kwa Jean Charles Ahoua imekuwa haraka sana kuweza kudevelop na kuadapt kuonyesha kile ambacho yuko nacho. So to me Jean Charles Ahoua ataendelea kuwa funzo kwa namba 10 wengine, na binafsi namtabilia kwamba huyo ndiye MVP msimu huu ligi kuu, kwa sababu hadi hivi sasa amevunja ile rekodi ambayo ilimfanya kuwa MVP kule Ivory Coast. Yes. Akiwa Ivory Coast alifunga mabao 12, lakini akiwa na assist 7 kama sikosei. Lakini this time hadi hivi sasa anagao mabao 15, sio? Maana yake ni majukumu ambayo alikuwa anapaswa kuyafanya mshambuliaji na si Jean Charles Ahoua, lakini namba 10 ambaye ana mabao na assist za kutosha ligi kuu. Kwa hiyo to me Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye anastahili pongezi kubwa, anastahili kongole, kwa sababu haiji kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ataendelea kuwatesa magolikipa wengi, lakini tukija kwenye namna ambayo labda akikosekana lazima athari ionekane, kwa sababu kitu ambacho anakupa ni mabao na assist, lakini ukicheza kwenye mechi ukakosa hivyo vitu muhimu viwili, kwa maana assist na mabao, bado utajiuliza, tutakuuliza why umeshindwa kufanya hivyo. Lakini Jean Charles Ahoua akianza, kuna uhakika kupata assist au bao.
Leon Ateba anaingia kambani mara mbili. Imekuwa ni ingia toka kwa sasa hivi kwa sababu kiwango chake kidogo hakijamridhisha kocha Fadlu Davis. Wamekuwa wanapishana na Stephen Dese Mokwala. Leo anapata nafasi na kufunga magoli mawili. Naenda kuongeza kitu gani kwa upande wake, lakini vipi performance yake umeitazama vipi? Ya kwanza ni performance nzuri kwa sababu tangia dakika ya kwanza hadi ya mwisho bado aliendelea kuamini kwamba mimi ni striker nitafunga, na ndivyo ambavyo imekuwa. Namna ambavyo unamtazama ni moja kati ya wachezaji ambao wana shauku ya kufunga na amekuwa akidhihirisha hilo kwenye kila mchezo. Shida ni huwa kitu gani ambacho kinaweza kikaa cha mbadala baada ya kuwa umeshindwa kufunga. Christian Leonard Ateba ili afunga na hitaji support kutoka kwa viungo washambuliaji, na ndivyo ambavyo kwa mastrika wote wanapaswa kuwa, lakini kuna wale mastrika ambao wanajitihada binafsi mbali na kuwa unapaswa kuwa unatengenezewa ama unarahisishiwa kazi, lakini Leonard Ateba anakosa jitihada binafsi kama mchezaji. Nasema hivyo nikimaanisha mtazame kwa maana Leonard Ateba wakati ambao timu haina mpira unaweza kumuona kama mzigo. Atatoa pressure kwenye ile eneo la juu, lakini akishindwa kuweza kupata mpira atabaki kule kule. Ni tofauti na Stephen Dese Mokwala ambaye atakwenda kushoto, atakwenda kulia, atarudi nyuma. Hivyo ndivyo mchezaji wa kisasa ama striker wa kisasa anapaswa kuwa. Lakini yote kwa yote amefunga kwenye mchezo wa leo. Inakwenda kumuongezea nini? Kitu cha kwanza inaenda kumuongezea ile hali ya kujiamini, kwa maana confidence inakwenda kuongezeka kuelekea kwenye mchezo unaofuata, kwa sababu huwa tunaamini kwamba ama kocha wote tunaamini kwamba kama mchezaji amekuonyesha kiwango kizuri kwenye mchezo uliopita, basi mchezo unaofuata upaswi kumnyima dakika walau hata 15 za mchezo. Sasa hii inawezekana kuwafalu mchezo uliokuwa unaokuja alipanga kuanza na Stephen Dese Mokwala, lakini kwa kiwango ambacho Leonard Ateba amekionyesha mchezo wa leo, inaweza ikawa inamrahisishia kufikiria kwamba ngoja niendelee kwenda na Leonard Ateba, kwamba unatazama hata kwa Joshua Mutale imekuwa hivyo. Of course amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaingia toka, lakini tazama namna ambavyo ameanza kumshawishi mwalimu taratibu na kocha anaanza kuingia kwenye mfumo wa kwa maana Joshua Mutale. Kwa hiyo to me Leonard Ateba anafanya majukumu yake kama striker na ndivyo ambavyo anapaswa kuwa. So sishangai kuona anafunga kwa sababu ndo kazi yake, lakini nitashangaa mwisho wa msimu kwamba mchezaji kama kwa maana striker kama Leonard Ateba labda ana bao. Ndo kitu pekee ambacho unaweza kujiuliza amekuja kufanya nini Simba, lakini kama anafunga sifikiri kama kuna yote ambaye mwisho wa msimu atajiuliza. Tunamzungumzia tena inapotea hapa. Makosa wanajisahau ama nini kimetokea leo? Ya nafikiri Simba tayari walishaamini mchezo umeisha, na ni kutokana na ile pressure ambayo walikuwa wanaipeleka kwenye lango la timu pinzani. Muda mwingi wapinzani wamecheza kwenye eneo lao, hivyo iliwapunguzia zaidi Simba utayari wa kuweza kupokea shambulizi lolote ndani ya dakika ya mchezo kulingana na namna ambavyo wapinzani wao walikuwa, lakini presi moja ambayo ameifanya imekwenda kuzaa bao. Of course sifikiri kama walikuwa wanatamani kufungwa, na imetokea ni mistake, na kwenye football ili ufungwe ni lazima ufanye makosa. Kwa hiyo Simba wamefanya makosa, wameweza kupoteza. Nafikiri ni clean sheet ambayo imemuumiza sana Musa Pimpini Kamara pamoja na kocha, kwa sababu kwanza ni kwa aina ya mabao ambayo wameyashinda, lakini hata aina ya mpinzani ambaye walikuwa wamecheza naye leo uko unaona kama ni mpinzani ambaye anaweza akawauliza maswali mengi sana, lakini all in all Simba ameshinda mabao 5 lakini wamepoteza clean sheet. Kwa hiyo ni kitu ambacho hawakukitarajia, lakini kwenye football lazima ujiandae na matokeo yote ya kile ambacho kinaendelea, kwa sababu hakuna timu yoyote ambayo inaingia kwenye mechi kwa nia kwenda kupoteza, lakini ukifanya mistake mwenzao anakuhukumu, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo ni makosa ambayo wamejisahau wameyafanya ma center back, lakini nafikiri pia rotation ambayo imefanyika kwenye ile eneo la center back. Abdullah Hamza amekuwa akicheza na Shamuka Rabwa, lakini mchezo wa leo ameanza Shefondo Maroni, na goli limefungwa kwenye kipindi ambacho yuko Abdullah Hamza na Shefondo Maroni. Kwa hiyo inawezekana kuna namna ambavyo walishindwa kuwasiliana kutokana na hicho ambacho amekielezea. Kwa hiyo ni makosa ambayo wameyafanya, tayari wameshahukumiwa na wamepoteza clean sheet. Hakuna ambacho kinabadilika, kinachobaki ni kujipanga na mchezo unaofuata. Asante. Asante.